winning mentality ndani ya klabu amefanikiwa kuipandikiza. Yes, timu watu wanapambana kwa ajili kuhakikisha timu inapata ushindi, lakini aina goli walilofungwa limeonyesha udhaifu wao upo sehemu gani. Katika center back ni movement mbili ambazo zilitokea za namna ile. Moja ilihukumiwa offside, lakini ya pili Rayon Sports wamepata goli. The same movement. Nadhani ni kitu ambacho mwalimu Miguel Gamonde anatakiwa arudi kwenye drawing board, kakae na vijana wake waelekezane namna gani wanaweza wakasolve mabeki wa kati na kiungo wao wa chini, namna ambavyo wanaweza kukabiliana na watu wa namna hiyo. Timu ipo kwenye mstari kwa maana mstari wa ulinzi walisimama kwenye position sahihi, beki kiungo ulinzi alisimama kwenye eneo sahihi, ila walishindwa kuendana na movement za mpinzani wao. Hii ni sehemu ambayo mara ya pili ndani ya mchezo mmoja ilitokea mara ya kwanza ikawa ni offside, wakashindwa kungamua ya aina ile ya uchezaji. Ikatokea mara ya pili wanakuja kupata bao Rayon Sports kupitia kwa Tambwe, si ndio? Lakini wanakuja Black Stars wanasawazisha, wanakuja kupata bao la pili ambao liliwahakikishia wao kwenda hatua inayofuata. Tayari pamoja na huu bora ambao walionyesha, lakini kama unacheza na timu kwenye hizi hatua za mtoano na una uwezo kurudia aina ile ya makosa, tayari ni dalili mbaya, kwa sababu unaweza kukutana na opponent ambaye kwenye hayo makosa yote akakuadhibu. Nazungumza hapa wamefanya makosa mawili yaliyojirudia. Nafasi moja wamehukumiwa, nyingine imekuwa ni offside. What if usingekuwa ni offside? Probably utaona kwamba kulikuwa nafasi kubwa ya kwenda kuwa ni goli jingine, si ndio? Kwa maana ingetengeneza ugumu kwa wao, kwa sababu ungekuwa umeruhusu magoli mawili nyumbani. Hii ingekuwa ni ngumu zaidi kwa wao. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho Singida wanatakiwa wakajirekebisha watakaporudi katika uwanja mazoezi. Pamoja na kwamba wanacheza vizuri sana. Wanacheza vizuri sana kwa maana kwenye kutimiza majukumu, lakini mabeki wao wakati hii ni sehemu ambao wanatakiwa kaboreshe. Moja ya kitu ambacho nimependa kwenye safu yao ya ulinzi ni Kijili. Sasa hivi Kijili end product yake. Unajua moja ya weakness ambao Kijili alikuwa nayo, alikuwa ni fullback ambaye ana uwezo wa kufanya majukumu yote ya kiulinzi, ndio? Lakini anavokuja sasa anavo overlap, kwa maana anavosogea eneo la mbele, ile end product, kitu cha mwisho, yani decision ile anapofika katika eneo la mwisho nini afanye, ilikuwa ndo kitu ambacho kinamsumbua. Lakini kwenye michezo hii miwili unaona kuna chance ambazo amezitengeneza yeye, watu wameshindwa kuzitumia. Kwa hiyo hii ni dalili nzuri kwa Kevin Kijili. Kwa eneo ambalo wanatakiwa kuwa nao makini ni namna ambavyo mabeki wakati pamoja na kiungo wa chini wanavyojiorganize wakati wa kuwazuia maadui. Hii tu kama wataweza kufanikiwa hapa, nadhani watakuwa na Singida watakuwa moja ya timu ambao wana timu bora katika michuano ya kombe la shirikisho.